Mwanzoni mwa filamu, inaelezwa kuwa karne 3 zimepita tangu kumalizika kwa vita kuu ya dunia. Hali hiyo inaashiria kuwa vita hivyo vilitokea ndani ya miaka 300 iliyopita na kusababisha uharibifu mkubwa kote ulimwenguni. Wakati huo huo, linaonekana jiji linaloelea angani ambalo linakaliwa na matajiri pekee kutoka mataifa mbalimbali. Inafahamika kuwa wakazi wa jiji hilo wamekuwa wakitupa taka zao duniani mara kwa mara. Siku moja, mwanasayansi mmoja aliyekuwa katika shughuli zake aliokota roboti kwenye rundo la takataka. Roboti huyo hakuwa wa kawaida. Alikuwa na uwezo mkubwa, akiwa nusu binadamu na nusu roboti. Mwanasayansi huyo alimpeleka roboti huyo nyumbani kwake, akamtengeneza kikamilifu na kumpa mwili mpya. Siku iliyofuata, roboti huyo aliamka na kuhisi furaha kubwa kupata mwili mpya. Alimuuliza mwanasayansi huyo, "Mimi ni nani? Nilifikaje hapa na ninatoka wapi?" Mwanasayansi huyo hakujua asili ya roboti huyo, hivyo hakumwambia chochote isipokuwa kumweleza kuwa alimwokota kwenye takataka akiwa ameharibika vibaya, lakini akili na ubongo wake vilikuwa bado vizima. Jambo hili linamaanisha kuwa roboti huyo alipewa mwili mpya uliokusudiwa binadamu mwingine tusimfahamu. Baadaye, daktari alimpeleka nje na kumwonyesha dunia ya watu maskini. Roboti huyo alishangaa sana akiutazama mji huo pamoja na lile jiji linaloelea angani. Alimuuliza daktari, "Hicho kilicho juu ni nini? Je, huu ndio ulimwengu wa kweli?" Daktari alimjibu kuwa hilo lilikuwa jiji la mwisho lililobaki baada ya vita kuu ya dunia, nalo linaitwa Zalim. Zalim ni mji unaotamaniwa sana na maskini, kwani huko ndiko kuna maisha ya amani, huku matajiri wakiishi huko na maskini wakibaki katika ulimwengu wa chini. Daktari alimpatia roboti huyo jina la Alita, jambo lililomfurahisha sana. Alimweleza kuwa wakazi wote wa dunia yao hufanya kazi kwa bidii ili wapate nafasi ya kwenda kuishi Zalim, kwani huko kuna mashamba, viwanda na chakula cha kutosha. Baada ya hapo, Alita alikutana na mvulana aitwaye Hugo. Hugo alimsifu Alita kwa kuwa na mwili mzuri wa kiroboti, na kuanzia hapo wakawa marafiki. Usiku huo huo, msichana mmoja aliuawa mjini hapo, na ikafahamika kuwa kulikuwa na muuaji aliyekuwa akiwaua wasichana, kuwateka na kuuza sehemu za miili yao. Alita alimwona daktari akirejea nyumbani akiwa na mikono iliyojaa damu, jambo lililomfanya amshuku daktari kuwa ndiye muuaji. Siku iliyofuata, mke wa zamani wa daktari alienda kuonana na mumewe licha ya kuwa walishatengana. Wakati akiondoka, alimwona Alita. Inabainika kuwa mwili uliotumika kumtengeneza Alita ulikuwa wa binti yao aliyefariki dunia. Kumbe, mwanasayansi huyo alitumia mwili wa mtoto wake kwa ajili ya Alita. Baadaye, Hugo alimwalika Alita kujiunga naye kwenye mchezo maarufu wa jiji hilo. Alita aliwashangaza wote kwa uwezo wake mkubwa wa kucheza na kushinda. Baadaye, Hugo alimpeleka Alita juu ya paa la jengo ambako jiji lote linaonekana vizuri na mji wa Zalim ulikuwa unaonekana kwa karibu zaidi. Alimwonyesha bomba kubwa linalotumika kutupa taka kutoka Zalim kwenda ulimwengu wao. Hugo alisema ndoto yake ni kufika Zalim. Alita alipouliza kuhusu muonekano wa Zalim, Hugo alimkumbusha kuwa daktari alimwokota kwenye takataka zilizotoka huko, jambo linaloashiria kuwa Alita ni kiumbe kutoka Zalim. Hata hivyo, Alita hakuwa na kumbukumbu yoyote ya kuishi huko. Siku iliyofuata, Alita alimfuatilia daktari kwa siri na kugundua kuwa daktari si muuaji, bali ni mwindaji wa wahalifu, hunter warrior, anayeangamiza wahalifu na kupeleka miili yao kiwandani kwa ajili ya malipo. Wakati huo huo, roboti mmoja, muuaji wa wasichana, alijitokeza na Alita alipambana naye kwa ujasiri na kumpa kichapo kikali. Ingawa roboti huyo alikimbia, Alita alifanikiwa kumuua roboti mwingine, mshirika wake. Daktari alimweleza Alita historia yake. Alikuwa akiishi na mke na binti yao, lakini roboti mmoja alimvamia na kumuua binti yao, tukio lililomfanya daktari kuanza kuwawinda wahalifu. Filamu inamtambulisha kiongozi mmoja anayeitwa Victor, ambaye anasimamia mchezo wa mbio za maroboti. Mke wa zamani wa daktari alikuwa akishirikiana na Victor kwa matumaini ya kupelekwa Zalim. Yule roboti aliyepigwa na Alita alirudi kwa Victor na kutoa taarifa. Victor alimwamuru amtafute Alita na kumleta akiwa amemchakaza, akishangaa ni vipi roboti mkubwa kama yeye alishindwa na roboti mdogo. Hugo alimpeleka Alita kutazama mchezo wa mbio na kumweleza kuwa mshindi hupelekwa Zalim, jambo lililomfanya Alita atamani kushiriki. Baadaye, alimpeleka kuona meli ya maadui wa zamani kutoka miaka 300 iliyopita. Alita alizama majini na kuingia ndani ya meli hiyo, ambapo alikuta mwili wa roboti uliotengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu sana.
berserker body. Alita alimwomba daktari ambadilishie mwili na kumpa huo mpya, lakini daktari alikataa. Alieleza kuwa mwili huo una nguvu kubwa na silaha hatari ambazo zingeweza kumshinda Alita kudhibiti na kusababisha maafa duniani. Alita alikasirika sana. Akaamua kwenda kwenye klabu ya wawindaji wahalifu na kuwataka wamsaidie kumwangamiza roboti wa Victor. Mwindaji mmoja alimdharau Alita kutokana na umbo lake dogo, lakini Alita alimpiga na kumtupa mbali, jambo lililowashangaza wote. Wakati huo huo, roboti wa Victor alifika akiwa ameboreshwa. Ghafla, adui alimshambulia Alita, naye akajibu mapigo kwa kasi. Katika hali hiyo ya purukushani, yule roboti alitumbukia kwenye handaki na Alita akamfuata huko huko. Mapambano makali yalizuka chini ya ardhi, yaliyopelekea Alita kujeruhiwa vibaya kiasi cha mwili wake kukatika vipande vipande. Hugo na daktari walifika eneo la tukio kutoa msaada, jambo lililomfanya yule roboti atoroke. Daktari alimchukua Alita na kumrudisha nyumbani akiwa katika hali mahututi. Kwa kuwa mwili wa awali wa Alita ulikuwa umeharibika kabisa, daktari hakuwa na namna nyingine. Aliamua kumpatia ule mwili wa kipekee ambao Alita aliokota kwenye meli ya kale. Asubuhi iliyofuata, Alita alizinduka akiwa na mwili mpya wenye nguvu za ajabu na zana za kisasa. Alifurahia sana mwili huo, hususan baada ya kugundua kuwa sasa alikuwa na uwezo wa kutoa miale ya moto. Siku iliyofuata, Alita alikutana na Hugo na kumwonyesha mwili wake mpya. Ingawa Hugo alivutiwa sana, alimweleza Alita kuhusu shauku yake ya kwenda katika mji wa Salem haraka iwezekanavyo. Alimfahamisha kuwa ili kufika huko, alihitaji pointi zinazopatikana kwa kuwaua wahalifu au kwa kushinda mchezo wa mbio za maroboti, Motorball. Kwa upendo wake kwa Hugo, Alita alijitolea kumpa moyo wake wa roboti ili auze apate fedha za kwenda Salem. Moyo huo ulikuwa na nguvu ya ajabu inayoweza kuupatia mji mzima umeme kwa miezi mingi. Hata hivyo, Hugo alikataa katakata kuuchukua moyo huo na badala yake akamhimiza Alita ashiriki na kushinda shindano la mbio ili waende wote Salem. Alita alikubali ombi hilo kwa ajili ya penzi lake kwa Hugo. Wakati huo huo, Victor aliwaajiri wawindaji na wauaji wengi ili kumwangamiza Alita, akiahidi zawadi ya alama milioni 5 kwa atakayefanikisha jambo hilo wakati wa shindano la mbio. Yule mwindaji aliyewahi kushindwa na Alita hapo awali alirejea akiwa na nia ya kulipiza kisasi kwa kumdhuru rafiki wa karibu wa Alita ambaye ni Hugo. Mwindaji huyo alimuua mtu na kumsingizia Hugo, hali iliyomfanya Hugo aonekane kama muuaji mbele ya jamii. Wakati hayo yakijiri, Alita alikuwa uwanjani akichuana katika shindano la mbio. Wauaji wote walimshambulia kwa mpigo, lakini aliwakabili na kuwashinda mmoja baada ya mwingine. Ghafla, Hugo alimpigia simu na kumtaarifu kuwa maisha yake yamo hatarini. Bila kusita, Alita alijitoa kwenye shindano na kukimbia kumwokoa Hugo, ambapo alimshambulia yule mwindaji kwa ukali. Hata hivyo, jiji zima lilikuwa limeshatangaziwa kuwa Hugo ni mhalifu hatari na yeyote atakayemkamata angezawadiwa. Polisi walikuwa tayari kumuua, lakini Alita alijitahidi kuzuia jambo hilo. Katika vurugu hizo, yule mwindaji alimchoma Hugo kwa upanga na kumuua. Mke wa daktari alitokea na kumshauri Alita autenganishe kichwa cha Hugo na kiwiliwili chake ili waweze kuunganisha mfumo wa maisha na mwili mwingine wa roboti. Alita alifanya hivyo mbele yao. Baadaye, daktari alimfanyia upasuaji na kumfufua Hugo, jambo lililowafurahisha sana wawili hao. Pamoja na furaha hiyo, daktari alimfumbua macho Alita kwa kumwambia kuwa Victor alikuwa akiwadanganya watu. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia Salem kwa kulipa fedha. Ni wakazi wa asili wa mji huo na mshindi wa pekee wa mbio ndio wenye ruhusa ya kuishi huko. Daktari alieleza kuwa yeye na mkewe walizaliwa Salem, lakini walihamia upande wa pili kwa ajili ya matibabu ya mtoto wao na hawakuweza kurudi tena. Taarifa hizo zilomkasirisha sana Alita, naye akaamua kwenda kumuua Victor. Alipambana na maroboti wa Victor na kuharibu kila kitu kilichosimama mbele yake. Alipomfuata Victor, roboti mmoja alijitokeza na kumjeruhi Alita. Wakati huo, kumbukumbu za kale za Alita zilirejea. Alikumbuka kuwa alikuwa mwanajeshi katika vita vikuu vya miaka 300 iliyopita. Katika vita hivyo, marafiki zake walikufa, naye alijeruhiwa na kutupwa kwenye dampo la takataka. Alikumbuka pia kuwa misheni yake ilikuwa ni kumuua mmiliki wa mji wa Salem, ambaye alikuwa akiwadhulumu raia na ndiye aliyesababisha vifo vya wenzake. Kwa hasira hiyo, Alita alimkatakata yule roboti kwa upanga na kumuua Victor papo hapo. Baada ya hapo, alipata taarifa kuwa Hugo alikuwa akijaribu kupanda kuelekea Salem. Alita alimfuata na kumsihi asifanye hivyo, kwa kuwa kila kitu kinachosemwa kuhusu mji huo ni uongo. Lakini kabla hawajafikia mwafaka, mmiliki wa Salem aliwaona na kuwashambulia kwa silaha ya ulinzi.
Shambulio hilo liliukata mwili wa Hugo vipande vipande. Alita alijitahidi kumshika mkono Hugo, lakini aliteleza na kuanguka chini. Alita alilia kwa uchungu na kuapa kwenda Salem kulipiza kisasi kwa ajili ya Hugo. Hatimaye, Alita alishinda shindano la mbio na kuinua upanga wake kuelekea mji wa Salem, akitangaza kuwa anakuja kumwangamiza adui yake na kulipiza kisasi. Huu ndio mwisho wa simulizi ya filamu hii. Na hapa ndio filamu ilipoishia sehemu ya pili. Bado haijatoka, kama ikitoka nitawaletea mwendelezo. Weka maoni yako kwenye comment. Hii ni Bongo Movie Recaps. Usisahau kusubscribe ili kuwa mwanafamilia halisi wa familia hii kubwa, na asante kwa kuangalia.